Yaani ndio tunavyotaka. Ilikuwa semifinal nzuri. Mwisho wa yote watu wameona kile ambacho kimeonekana. Kingine kilichokuvutia kwenye mchezo wa leo ni nini? Ni mchezo mzuri wa timu zote mbili. Mwalimu, Young Africans wamekwenda finali na ndo bingwa kwa mchezo wa leo. Nataka uniambie umeona strength yake wapi kwenye mchezo wa leo dhidi ya JKT? Umeona mchezo mzuri, mchezo mzuri ni kwamba wale JKT wameonyesha kabisa jinsi gani waliandaa na mechi hii, lakini mwisho wa yote mpira una matokeo. Timu ishinde. Yanga ameshinda, wapewe hongera zao. Kwa jicho lako, naomba niambie mchezaji bora wa mechi leo. Kiufundi. Mimi ukiniambia mchezaji bora mimi nitakwambia goalkeeper wa nani? Wa nani wa JKT. Kwa nini? Wewe ulikuwa mpirani leo? Ndio. Umemwona alichokifanya? Umechokifanya? Ndio nimekwambia kwa uwezo wake kwa kucheza timu kama ile wachezaji wenye ubora kama wachezaji wa Yanga na kuweza kusave saves kama zile 6 nzuri. Unamwona kabisa ni goalkeeper mzuri kiasi gani. Kwa hiyo mimi ukiniambia mchezaji bora katika mechi ya leo, man of the match, goalkeeper wa JKT. Sawa. Mwalimu nataka kusikia comment yako kiufundi kwenye hili tafadhali. Najua hauko kwenye kikosi cha Young Africans wala husiko namna moja au nyingine. Lakini wewe una taaluma ya mpira. Inasemekana kwamba leo ni mechi ya mwisho kwa Stephen Aziz Ki. Unamfahamu, umemuona uwezo wake akiwa uwanjani. Ikitokea Young Africans wamemkosa Aziz Ki kwenye kikosi chao, nafikiri kiufundi nini wanakwenda kulaki uwanjani? Wao wenyewe Yanga ndio watajua. Kidogo wenzetu wamepata magoli, wameendelea kusonga mbele kwenye hatua ya finali. Pia tuwapongeze kwa sababu ndio tayari washaingia finali. Kwa hiyo hamna namna. Shiza, tuambie dakika 90 zilikuwa za namna gani kwa umeingia kipindi cha pili. Kipindi cha pili kilikuwa cha namna gani kwa upande wako? Kama ulivyokiona, kwa sababu ulikuwa kiwanjani, mimi naamini kila mtu ameona mchezo wa mpira ni mchezo wa wazi. Kwa hiyo mimi sina cha kusema zaidi ya kuwapongeza tu wapinzani wetu. Mwalimu alizungumza nini na wewe wakati unaingia kipindi cha pili? Na mabadiliko tuliyaona. Niende nikafanye kile ambacho mwenzangu alianza alikifanya, mimi nikafanya zaidi ya kile. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Ugumu ambao mmekutana nao leo, pengine unatoa taswira gani sasa kujiimarisha na kujipanga upya? Sasa hivi kila mchezo ni mgumu. Sio hapa tu. Sio mchezo ambao tunakutana nao si kwetu mgumu, lakini tunamshukuru Mungu anachotupatia ushindi. Sawa, kama hivi tumefungwa pia tunashukuru kwa sababu ndo alichotuandikia kwa siku ya leo. Kuna wajibu nini? Sasa tunawakamia vipi? Kwani sisi ndio tumewahi kufungwa na Yanga peke yake? Mbona tushafungwa na timu tofauti? Unasema mechi inakuwa ngumu sana. Ugumu huo unakuja na mbinu zetu na wao na mbinu yao. Kwa sababu sisi tumetoka kucheza juzi. Ukiangalia sisi na wao nani kucheza? Young Africans. Sisi tumefuata, lakini sema kwamba ni ugumu. Ndio anasema kwenye mpira ukijipanga utapata. Tumejipanga na sisi tumejipanga, lakini haikuwa kwetu leo. Mmekutana na mpinzani aliye bora ama leo haikuwa upande wenu? Wako bora. Shinda maana wako bora. Sisi ni bora lakini wao bora ndio maana wameshinda. Ratiba wote ndio maana wachezaji tupo karibu zaidi ya 30. Mwalimu ndio maana unaona leo mechi iliyopita nilianza, leo umeona nimeanza nje, ndio mchezo wa mpira uko hivyo. Kwa hiyo sitaki kusema sio ratiba, sio uwanja, sio nini. Mimi sina hivyo. Yaani ni mbinu za uwanjani ndio zimetumika kutuumiza. Lazima tukubali. Tandaoni. Kuna mtu alienda kuokota kitu pale. Hilo tukio unalizungumziaje? Kwani wewe kwa macho yako ulivyokuwa kiwanjani wewe uliona si ndio tumeenda kufikia? Au iko kitu ambacho kimeenda kuchukuliwa ni cha kwetu? Kuna mchezaji ameonekana pale akifanya vitu. Mchezaji gani? Wa JKT. Nani? Kwa jina nimemsahau, lakini yuko ndani ya jezi. Tulikuwa timu mbili, kwa hiyo ina maana yote anaweza kuwa amefanya hicho kitu, lakini kwa sababu tu hamna, kwani wao hawezi kufanya hivyo kabla, kwa sababu si jana hatujaja hapa kiwanjani. Ndio. Sasa wao wamekuja. Kwa hiyo na sisi tuseme na wao walifanya hivyo. Mchezo wa mpira hauna uchawi babu. Ungekuwa hivyo uchawi huko Sumbawanga, sio wapi watu wakishakuwa na timu. Hamna uchawi. Wewe ukijipanga vizuri utapata matokeo. Hizo nyingine ni imani tu tunaziweka. Na kila mtu na imani yake. Imani ukizifanya bwana mimi utakuwa hivyo hivyo. Hamna uchawi kwenye mpira. Bwana Kichua, shukrani sana. Asante. Tumefundishwa pia vizuri. Tulielewa kwamba haitakuwa rahisi uwanja wa Mkokwani, tunaujua uwanja ambao tumeona changamoto ya mvua imeleta shida kwenye miundombinu yetu. Kwa hiyo tuliyategemea hayo. Kwa hiyo ukiyachukua hayo na tulichokipata kwetu kwa kweli ni faraja kubwa na tunasema alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo haya. Tumefanikiwa kwenda finali. Mbeleni mechi inayofuata ya mashindano nyingine ni Simba dhidi ya Singida Black Stars. Unaiona finali ambayo upinzani wote kati ya hao atakayepita kutakuwa kuna ugumu wa kupitia ubingwa? Hakuna mkate mgumu mbele ya supu, na sisi ndo wataalamu wa supu hapa Dar es Salaam. Ndio supu. Sisi ndo wataalamu wa supu.
Yoyote yani. Yoyote. Kwa hiyo uje Boflo, uje wote ule. Uje Boflo, ukenda Pemba kuna tosi, njoo nayo. Sisi ndo wataalamu hayo mambo. Rais, goli la kwanza limeingia, mashabiki na wanachama walikuwa wanapiga kelele, hatuchezi. Umevaa shati hapo imeandika Tanga ya Samia. Kwa niaba ya mama bwana, akisema bwana mlimalize hili jambo. Timu inaenda uwanjani. No comment. Lakini hamwezi kucheza mechi hizo mbili za ligi mpaka mmalize hiyo mechi ya 15 kwa ratiba, lakini kwa mujibu wa ratiba. Leo waliopanga ratiba wanajua wanachokimaanisha. Sisi tulishatoa msimamo wetu kama club, kama taasisi. Msimamo wa taasisi unajulikana, na msimamo wa taasisi ni msimamo wa taasisi. Hakuna yoyote ndani yetu ambaye anaweza kubadilisha. Basi hapa hakuna mechi mpaka tarehe 15. Pengine tutegemee Young Africans kucheza baadhi ya michezo ya kirafiki mpaka kufikia tarehe husika ambayo mna mechi. Tutakuwa tuna mchezo wa kirafiki nadhani ndani ya wiki hii inayoanza kesho Jumatatu, lakini tuna mialiko mingi. Tuna mwaliko Rwanda, tuna mwaliko Kenya, Mombasa. Huwezi jua hapo katika chochote kinaweza kikatokea. Inawezekana tarehe 15 tukawa Mombasa ama Kenya pia, huwezi jua. Shukrani sana. Asante. Mpira ni kukamiana. Kama hata lako kule na mimi naweka goli huku, tutakamiana. Utakamia mimi unifunge na mimi nitakamia nikufunge wewe. And that is football. Kama hakuna kukamiana, then mpira hauwezi kupendeza. Kwa hiyo kukamiana ndiyo sehemu, part and parcel ya football. Kama hukamiana, kwa hiyo mnaridhika sisi ije timu iwe inafanya kwa sababu haikamii. Kwa tunakamia kwa sababu tunataka kuonyesha ubora, tunatoa quality tuliokuwa nayo. We agree, tunaondoka. That's it. Hii ni nusu finali ya kwanza, lakini pia kuna Simba na Singida ambayo inakuja. Unamwona Young Africans akichukua ubingwa wa CRDB kwa namna ambavyo unazifahamu timu hizi mbili? Siwezi sasa kupredict kwa sababu mchezo wa Simba na Singida uko tarehe 31. Sijui anacheza na nani. Sasa ukisema anachukua kikombe, anacheza na timu gani? Kwa nini tusisubiri? Mimi nafikiri Dani anaweza kwa tukio leo ambalo limeonekana ikionyesha imani za kushinda. Wewe kama CEO wa timu, tukio kama lile umelitoa kwa taswira gani? Nimesikia, sijaliona. Kuna ambacho chukulia hatua huko ndani itakuja public. Sawa. Alafu kwa nafasi yangu mimi, hizo sio shughuli zangu. Kama kuna shughuli ya tukio la ulozi au lingine lolote, waliofanya wanafanya on my behalf. Kwa mimi ndani huko nitachukua action ipi? It's not necessarily nije niseme public. Jemedari Young Africans hana mechi nyingine zaidi ya tarehe 15. Unamshauri akicheza hiyo anamaliza mechi zake mbili. Nafikiri tushashauri sana. Tushazungumza sana hilo jambo, tushaandika. It's monotonous and unbecoming. Tuzungumze kitu kingine. Hicho tushazungumza sana. Kama hamna, sasa hiyo tena level yangu mimi ishavuka kwa sababu nishasema sana na nishaandika sana. Nafikiri hiyo sasa level nyingine. Mzuri, tumepata timu kuingia finali. Mimi nawatakia kila la heri. Na umeenjoy. Ndio maana nimekuambia mpira mzuri. Timu zimecheza